Tunashukuru kwanza kwa kuwaona kwenye mkutano wetu wana habari kuelekea kwenye mchezo wetu ugenini dhidi ya Simba. Mchezo utapigwa Mkapa Stadium saa 11 jioni. Kwa hiyo sisi wengine kama Fagia Uwanja tunachukua na nafasi hii kukaribisha pia mashabiki wetu wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuiunga mkono timu yetu. Recently havijawa vitu vizuri sana kwa sababu timu haijakuwa ikipata matokeo ya ushindi. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya mechi hii kuwa ngumu zaidi kwa sababu obvious mpinzani ana confidence kwamba hawa ni wanyonge, tunaenda kushonea hapo, lakini na yeye asijiachie sana kwa sababu na sisi inawezekana hapo ndo pa kupigia hapo na kurudi kwenye ramani. So ni mechi ngumu sana ambayo tunakwenda kucheza na ni mechi ambayo inatoa taswira halisi ya kule ambako tunataka kwenda kwa sababu kama unatajwa kama title contender obvious ni lazima ushinde mechi kubwa, ushinde mechi ambazo watu wanaamini kwamba hizi ni mechi ngumu kwako kupata matokeo mazuri. Na hiyo ni mechi mojawapo. Kwa hiyo sisi Azam Football Club kwanza tunawakaribisha mashabiki wetu waje kwa wingi. 2, hatutawaangusha kwenye huo mchezo, lakini 3 zaidi wapinzani wetu wasirelax kwa sababu hatutawaachia na hatutawapa mechi ambayo ni rahisi hata kidogo. Tunajua kwamba na wao na mipango yao na ni sehemu ya timu ambazo hazijapata matokeo magumu tangu ligi kuanza. Inawezekana tukaonjesha shubiri kwenye hiyo mechi ya kesho. Inawezekana. Na ni jambo ambalo hatujawahi kulifanya kwa wasiwasi, ni jambo ambalo tumekuwa tukilifanya mara zote kwa uaminifu mkubwa mbele ya mashabiki wetu. Kwa hiyo kesho ni siku nzuri sana, ni mtoko mzuri sana, ni Jumapili nzuri sana. Wana Azam FC kuja uwanjani kuiona timu yao, lakini niwakumbushe tu kwamba wao ni sehemu muhimu sana kwenye mchezo wetu. Waje kwa wingi, waje kuongeza nguvu tayari kwa ajili ya kusimika mizizi ya timu yetu kwenye ligi kwa msimu huu. Otherwise, mimi nawatakia wachezaji wetu na staff wote kwa ujumla kila laheri. Of course sisi ni wanyonge. Tunaingia kinyonge kweli kwenye hiyo mechi. Sidhani kama tuko kwenye sehemu ya kusema kwamba sisi ni watemi kwa current form. Kwenye matokeo ya hivi karibuni wenzetu of course ni watemi na hilo nimelikiri tangu mwanzo. Kwa hiyo hata sisi hatutaenda kwa unyonge huu ambao wanafikiria. Mechi kama hii mpaka inaitwa dabi ya Mzizima, tafsiri yake ni mechi kubwa. Ni mechi ambayo inakutanisha timu kubwa mbili za Dar es Salaam, sio? Kwa hiyo kuna upande wa kwanza wa current form, kuna upande wa pili ambao watu wengi wanausahau wa big match. Yoyote ambaye atakuwa ameamkia upande wa kulia wa kitanda ndiye ambaye atakuwa amefanyaje, amefanikiwa au amefaulu zaidi kwenye mchezo. Kwa hiyo sisi kweli ni wanyonge kwenye hii mechi. Sisi ni underdog na declare hiyo interest mapema na ndivyo ambavyo tutaingia kwenye huo mchezo. Tutaingia kwenye mechi kama underdog. We're just going to play our game. Tunakwenda kucheza tu mchezo wetu wa kawaida, tunaenda kushowcase tulichokuwa nacho. Hayo mengine tunaacha hatima iamue kwamba matokeo yatakuwaje. Na mwalimu wetu ni mwalimu mzuri sana, ni miongoni mwa walimu ambao wanajua namna ya kucheza mechi kubwa, ni miongoni mwa walimu ambao wanaweza kudeliver kitu kizuri kwenye mchezo. Pale ambako unafikiria kwamba hawezi kufanya ndio atakapofanyia hapo. Kwa hiyo indeed we are underdogs but we are going to deliver. Kwenye nini? Nje ya uwanja. Nje ya uwanja nimewalika leo mashabiki, tunawakaribisha waje uwanjani kwa wingi. Kwa mipango ya nje ya uwanja tunawakaribisha mashabiki kwa sababu tunajua mchezo mwenyeji ni Simba, lakini na sisi mashabiki wetu tunawataka kwenye hiyo mechi. Tunawakaribisha kwa nguvu sana waje kutusupport. Ndani ya uwanja wachezaji wetu wamemaliza mazoezi, kila mtu yuko sawa kiafya, kila mtu yuko timamu. Kila kitu ambavyo tulikuwa tumedhani kwamba kinastahili kuwa kiko vile ambavyo tumetamani. Nafikiri ni swala la muda tu, mchezo ufike, tucheze, alafu tuangalie kwamba maandalizi tuliyofanya na kile ambacho tumekitoa ni vitu ambavyo vinaendana, lakini we are very confident na tuna uhakika na timu yetu kwenye kile ambacho tumekipanga. Hakuna wasiwasi juu ya kile ambacho mwalimu amekuwa akifanyia kazi. Na ndio maana unaona tumekuja kwenye kuzungumza na wanahabari. Leo bahati nzuri mmemwona mwalimu wetu Hadi Swalem, mwalimu mkuu Ibenge
alikuwa kambini tangu jana. Ameshindwa kutoka leo kwa sababu binafsi tu. Hapana, nje ya uwezo wake imemlazimu abaki. Actually alisema anakuja, lakini mpaka dakika ya mwisho gari inaondoka, mwalimu mwenyewe akasema sidhani kama anaweza. Kwa hivyo amesaidiwa na mwalimu mwenzie leo, lakini bado yuko kambini, kuna dawa anaipika na tuna hakika tutafikia malengo. Tutakamia tena kesho. Kama ndo watu wanasema kwamba tukikutana na timu hizi mbili za Kariakoo tunakamia, tutakamia tena, kwa sababu ni dhambi, unajua, mbele ya hizi timu, na ni dhambi mbele ya mashabiki wa mpira wa hizi timu, wewe kuwa na wachezaji wakubwa, wewe kuwa na walimu wazuri, wewe kuonyesha mchezo mzuri. Uende tu kawaida kwa sababu ni timu yao, wakipata matokeo mazuri basi they are the best. Ninyi mkicheza vizuri mkapata matokeo mazuri, maana yake mlikuwa mmefanyaje? Mmekamia. Kwa hiyo kama kuonyesha mchezo wetu na kucheza vizuri ni kukamia, tutakamia tena kesho. Hii ni michezo tu ambayo tunacheza hapa iko. Nafikiri swali hilo lilikuwa zuri sana kuelekea mechi ya Singida. Tumetoka kucheza na Wydad, tumetoka kucheza na AS Maniema. Kwa hiyo maana yake kama ilikuwa maandalizi mazuri kwa kutumia hizo mechi za kimataifa, ilikuwa ni mchezo dhidi ya Singida. Baada ya mechi ya kesho kuna mapumziko ya wiki mbili. Baada ya hapo ndo tunaanza sasa kurejea tena kwenye safari hizo. Kwa hiyo obvious ni sehemu pia ya kipimo, lakini hatui comfortable sana kwamba hiyo ni sehemu. Huu ni mchezo wa ligi kuu. Tukipata matokeo mazuri tutarudi kwenye reli. Tukifanya vizuri kuna namna ambayo tutakuwa tumejikusanya na tumetengeneza alama tena. Tukiwaacha wakapata ushindi kwa alama ambazo wako nazo, kuna gap watakuwa wametupiga la kutosha zaidi. Na ile prominent ya kuwa title contender inaendelea, credibility ya kuwa title contender inaendelea kupungua, kwa sababu tayari ambaye unashindana naye akiwa sehemu potential ameshatengeneza gap kubwa zaidi yako. Kwa hiyo hatujapata matokeo ya ushindi, inatuumiza. Hatujapoteza mechi, bado tuna timu nzuri. So kesho tutacheza mechi nzuri zaidi. Always sisi kwa misimu mitatu iliyopita Azam FC na Young Africans ndo mechi ambazo zimekuwa nzuri kutazama kwenye Mzizima Derby 1 na 2. Lakini hata wao pia wamekuwa wakitupa mechi nzuri. Kwa hiyo hautegemei kwamba watakuja kucheza na Azam FC ukajua kwamba watakuja kinyonge, kama ambavyo sisi hatutaenda kinyonge. Kwa hiyo kama wao watatumia kama sehemu ya maandalizi dhidi yetu, ni juu yao wao. Sisi binafsi tunakwenda kucheza mechi ya ligi na tunakwenda kuhakikisha kwamba tunarudisha imani ambayo mashabiki wetu somehow wanaona kama haipo. Kusema kweli hamna mchezaji ambaye ameongea kitu chochote. Good thing enough ni kwamba tunakosolewa sana, tunazungumzwa sana kwa sababu ya mwalimu ambaye tuko naye. Unajua Ibenge ni mwalimu wa daraja la juu sana. Na ukiwa unamzungumzia mwalimu kama mwalimu na vile ambavyo amekuwa akitengeneza timu, ni wenyewe mmeona timu yetu namna ambavyo imebadilika. Kwa hiyo mashabiki hamna kitu chochote ambacho watategemea kutoka kwenu zaidi ya kuiona timu ikiwa inacheza vizuri, ikikaba vizuri, ikishambulia vizuri, ikiwa na mpira vizuri, lakini zaidi ifunge magoli kwa kadiri ambavyo inawezekana kwenye kila nafasi ambayo inapatikana. Unfortunately hicho kitu kwetu hakijawa kizuri sana kwenye mechi 3 za ligi kuu zilizopita. Kwenye mechi 2 za Confederation Cup ambazo tumecheza, mna dominate, mnacheza vizuri, lakini hamna magoli. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye amezungumza. Sasa kwangu mimi naitafsiri kwamba ukimya ni jibu lenye kishindo sana. Ni jibu ambalo linahitaji kutafakarisha zaidi wewe ambao unakwenda kukutana na wachezaji wa aina hiyo. Kama mwalimu hakuzungumza kitu, akaenda kufanyia kazi uwanja wa mazoezi na wachezaji hawakuzungumza kitu, wakaenda kufanya utekelezaji kutokana na mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi, so tuwaachie wao kama wao tuone ni kitu gani, lakini hakuna mtu ambaye amezungumza chochote kuelekea kwenye hiyo mechi. Thank you very much guys. Tukutane kesho uwanjani.